And Mungu amekuwa mwema kwetu na amekuwa mwaminifu kwa maisha yetu, na tunamuinua na tunamtukuza kwa sababu amekuwa Mungu mwema. Jumapili tuliongea mambo ya uharibifu wa dhambi, na leo nataka tuongee kuhusu uwepo wa Bwana, umuhimu wa uwepo wa Bwana. Mungu anataka kutembea na watu wake. Jambo la muhimu sana ni mahali pale watu wanaweza tembea katika uwepo wake, maana ishara ya kwamba Mungu ako katikati ya watu then ni uwepo wake. Na mara nyingi the reason why watu wanashindwa maishani ni kukosa uwepo wa Mungu. Na there is a reason ukiona watu hawana uwepo wa Mungu, there is a reason why watu wameokoka hawana uwepo wa Mungu ndani yao katika maisha yao, kwa sababu ukishaokoka unastahili kuwa na uwepo wa Mungu ndani ya maisha yako. Uwepo wa Mungu unastahili kuonekana, kwa sababu ufanisi uko kama mahali pale unaishi katikati ya uwepo wa Mungu. Wakati uwepo wa Mungu unaweza onekana kwa biashara, wakati uwepo wa Mungu unaweza onekana kwa ndoa, wakati uwepo wa Mungu unaweza kuonekana kwa afya yako. Where the presence of the Lord ni kitu kinaonekana kabisa ya kwamba Mungu ako pamoja na huyo mtu. Na nataka tusome katika kitabu cha Kutoka 33 mstari wa 12 mpaka 16. Biblia inasema hivi: Musa akamwambia Bwana, angalia, wewe waniambia wachukue watu hawa, nawe hukunijulisha ni nani nitakaye mtuma pamoja nami, lakini umesema na kujua jina lako, nawe umepata neema mbele zangu. Basi sasa nakuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, unioneshe njia zako nipate kukujua, ili nipate neema mbele zako. Ukumbuke ya kuwa taifa hili ndilo watu wako. Kasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami, usituchukue kutoka hapa, kwa maana itajulikanaje kuwa nimepata neema mbele zako, mimi na watu wako, sio kwa sababu unakwenda pamoja nasi, hata mimi na watu wako tutatengwa na watu wote walio juu ya uso wa nchi. Bwana akamwambia, uso wangu, akamwambia Musa, nitafanya na neno hili uliloninena, kwa maana umepata neema mbele zangu, nami na kujua jina lako. Akasema, na kusihi unionyeshe utukufu wako. Akasema, nitapitisha mawe. Wacha tufike hapo, unaweza enda kusoma hiyo story. Wakati huu ni wakati Musa wametoka katika nchi ya umateka walikokuwa utumwani. Walikuwa watumwa
kule. Walienda tu kama wanaenda Misri kutafuta chakula, basi wakakaa huko, wamishoni wakazaania huko, wakaongezeka. Basi kwa sababu alipata ndugu yao huko, maisha yakawa mazuri. Lakini siku moja ndugu yao akakufa. Mfalme aliyejua ndugu yake akafa. Basi kukawa kizazi ambacho hakina ufahamu ya kwamba ndugu ya wana wa Israeli kuna siku aliwasaidia, na then wakaanza kuwatesa na kuwaonea, na maisha yakawa magumu. Then Biblia inasema Bwana akasikia kilio chao. Walipoteseka walimulilia Bwana. Walipomulilia Bwana, Bwana akasikia kilio chao, akakumbuka angano walilolifanya na Abrahamu. Basi akawaendea. Alipowaendea, Biblia inasema wakatoka. Unajua story yote, lakini walipokuwa wanaondoka, Musa kuna maneno alitaja, akasema mimi ninaenda, lakini sisi saa hii bila uwepo wako tunafanana na mataifa yale mengine. Hakuna tofauti. Watu watajuaje ya kwamba wewe Mungu, sisi tumepata neema mbele zako, kama tutaenda kama wale watu wengine? Kama hakuna thibitisho ya kwamba uso wako uko pamoja nasi, utatuambiaje tuondoke? Tutaendaje? Tutaenda wapi? Musa akaambia Mungu, haiwezekani, kwa sababu tukiondoka lazima kuwe na kitu kitatofautisha katikati yetu na wale watu wengine. Nirudishe. Basi sasa nakuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako nipate kukujua, ili nipate neema mbele zako. Ukumbuke ya kuwa taifa hili ndilo watu wako. Mstari wa 14 akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Unajua, anapoondoka anasema, hebu niwekee mstari wa 15, kuna kitu natafuta hapo. Naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nasi, usituchukue kutoka hapa. Nirudishe mstari wa 13. Musa anamwambia Mungu, kumbuke hili ni taifa lako, na wakienda kama wale watu wengine, ni tofauti yetu basi itakuwa wapi? Wapendwa, ngojeni niwaambie, tofauti ya mkutano wa Wakristo ni Mungu hawe katikati. Asipokuwa ndani ya mkutano, then mkutano huo ni kama ule wa siasa. Kama uwepo wa Mungu au kuweko, kama presence ya Mungu haiko, watu wote wanafanana. Lakini kukipatikana watu ambao wana uwepo wa Mungu, hapo ndipo huwa tofauti hiko. And now we are in the generation that many people they do not desire to walk in the presence of God. Na watu wakianza kushindwa na kutembea katika uwepo wa Mungu, then wanakuwa watu wa kawaida. Musa anakataa, anasema hatuwezi enda kama watu wa kawaida, maana anajua ukiondoka katikati yetu tutafanana na wale watu wengine. Maana tofauti yetu na wale watu wengine ni uwepo wako. Na kama basi tutajipata tunafanya biashara kama wale wafanya biashara wengine, then itakuwa shida.
kama tutajipata tunafanya mambo kama wale watu wengine, jambo hili itakuwa shida. So ninachoomba ni uwepo wako uende pamoja nayo. Anamwambia, kumbuka hili ni taifa lako, hili ni taifa lako. Hebu tuanze mstari wa 12, tuweke mstari wa 16. Kwa maana itajulikanaje kuwa nimepata neema mbele zako, mimi na watu wako, sio ya kwa sababu unakwenda pamoja nasi, hata mimi na watu wako tutengwe na watu wote walio juu ya uso wa nchi. Hata mimi, oh my God, mimi natamani uwepo wa Bwana uwe pamoja nami. Natamani Roho Mtakatifu, kwa sababu wapendwa, kama Roho wa Bwana atakuwa pamoja nawe, wewe na wale watu wengine itakuwa mtu wa kawaida. Biblia inasema, Musa anasema, ili sisi tutengwe, sisi tuwe tofauti na wale watu wengine, basi tunachoomba ni uende nasi, ili mataifa yote yakituona yajue ili taifa Mungu ako katikati yao. Ili ndilo taifa ambalo Mungu yuko katikati yao. Tamaa yangu ni kwamba jioni ya leo utatamani wewe ukae na Mungu mpaka Mungu awe na uwezo wa kuonekana ndani yako. Maana kama una Mungu, ni nini itakutofautisha wewe na wale wafanyikazi wenzako mnafanya pamoja naye? Ni nini itakutofautisha wewe na wafanyabiashara wenzako? Ni nini itakutofautisha ukisupply vitu na wale supplier wenzao, mpaka ijulikane wewe una kitu ingine, na hiyo kitu ingine ni utukufu wa Bwana. Hiyo kitu ingine ni utukufu, yaani unabeba Mungu kiwango cha kwamba something, kuna koti umevaa. Maana Biblia inasema hivi katika kitabu, ngoja niruke niende Luka mstari wa 24, kifungu cha 24 mstari wa 49. Yesu alisema hivi, na tazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hadi muvikwe uwezo utokao juu. Nao wale wengine, Musa anasema uwepo, wingu ya utukufu ilienda na wao siku zote. Wana wa Israeli walienda, kulikuwa na wingu juu yao na nguzo iliyowaongoza, aidha ni usiku ama ni lini, ikiwatetea. Nao leo hii hatuko katika huo wakati. Sasa Mungu ako ndani yako, Roho Mtakatifu ako ndani yako, na nguvu za aliye juu zinakufunika, na zikikufunika unapata nguvu mpya. Biblia inasema ngojeni mpaka muvikwe nguvu. Hii ni kizazi ambacho tunavikwa nguvu mpya, na tukivikwa nguvu mpya, wapendwa, we cannot be defeated. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, kushindwa kwingi kuko kwa sababu watu wameacha uwepo wa Mungu. Nataka niwasomee mahali fulani mambo mawili tu ambayo yanafanya uwepo wa Mungu uondoke. Nataka twende tusome nawe katika kitabu cha Joshua 7 mstari wa 5 mpaka wa 10. Joshua baada ya kushinda Yeriko, Mungu alikuwa pamoja na wao, kama vile tunaweza anza tu Joshua 7 mstari wa 1 mpaka wa 10 ili itupee picha mzuri. Lakini Waisraeli walifanya dhambi katika kitu kilichowekwa wakfu, maana Agani mwana wa Kani mwana wa Sadi mwana wa Zera
wa kabila la Yuda alitwaa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu. Hasira ya Bwana ikawa juu ya Israeli. Kisha Yoshua akatuma watu kutoka Yeriko mpaka mji wa Hai ulio karibu na Beth-Evani upande wa mashariki na Betheli, akawaambia akisema, pandeni juu mkaipeleleze nchi. Basi wakapanda juu wakaupeleleza Hai. Wakarejea kwa Yoshua wakamwambia, wasiende watu wote, ila waende watu kama 2,000. Watu wakaupige Hai, usiwataabishe watu wote kwenda huko, maana watu hao ni wachache tu. Basi watu wakaenda huko wapata 3,000 tu, nao wakakimbizwa na wakazi wa mji wa Hai. Watu wa Hai wakawapiga watu kama 36, wakawafuatia kutoka mbele ya malango mpaka Shebarimu, wakawapiga huko kwenye materemko. Mioyo ya watu ikayeyuka ikawa kama maji. Yoshua akararua mavazi yake, akaanguka kifundifundi mbele ya sanduku la Bwana hadi jioni. Yeye na wazee wa Israeli wakatia mavumbi vichwani mwao. Yoshua akasema, Bwana Mungu, kwa nini umewavusha watu hawa mto Yordani ili kuwatia katika mikono ya Waamori na kuangamiza? Laiti tu tungaliridhika kukaa ng'ambo ya Yordani. Bwana, niseme nini baada ya Israeli kuwapa kisogo adui zao? Maana Wakanaani na wenyeji wote wa nchi hii watasikia habari hii, nao watatuzingira na kulifuta jina letu katika nchi. Nawe utafanya nini kwa ajili ya jina lako kuu? I like that statement. Bwana akamwambia Joshua, haya, inuka, mbona umeanguka kifundifundi hivi? Twende mbele. Israeli wamefanya dhambi, naam, wamelifunja agano langu nililowaagiza, naam, wametwaa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu, tena wameiba, tena wamevicha na kuvitia pamoja na vitu vyao wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nimewasomea sehemu hii? Maana ukisoma kifungu cha 6 kinaongea vile Yeriko ilikuwa imezungukwa, na Joshua akaambiwa, chukua makuhani wasunguke mji, wasunguke siku ya kwanza na siku ya 7 mzunguke mara 7 na mupige nduru. Na waliposunguka Yeriko ikaanguka. Yeriko haikupigwa bomu, ilibomolewa na uwepo wa Bwana. Ilibomolewa na uwepo wa Bwana. Na kwa sababu hiyo wakaamua wataenda mji wa mbele uliokuwa unaitwa Hai. Na huo mji ulikuwa mdogo, lakini sasa wamefanya dhambi. Walipofanya dhambi, uwepo wa Bwana ukaondoka. Sasa Mungu akawa yuko, lakini hawezi intervene katika hali zao, hawezi ingilia uhitaji wao. Biblia inasema walipigwa wakaanguka watu 30 na kitu, 30,000 na kitu, wakateswa. Basi Mungu, Joshua anarudi kwa Mungu. Wekee mstari wa 8.
anamwambia sasa tumepigwa. Bwana, niseme nini baada ya Israeli kuanguka uso, kuonyesha hebu niwekee mstari wa 7. Niwekee huo, kuwapa visogo adui zao. Twende mstari wa 9. Maana hebu turudi ule mstari nilikuwa nakwambia wa 7. Nafikiri natafuta wa 7. Joshua akasema, ndio hii. Bwana Mungu, kwa nini umewavusha watu hawa mto wa Yordani ili kuwatia katika mikono ya Waamori na kutuangamiza? Laiti tu tungelidhika kukaa ng'ambo ya Yordani. Twende sasa mpaka mstari wa 9. Bwana, niseme nini baada ya Israeli kuwapa visogo maadui zao? Twende wa 9 sasa. Maana Wakanaani na wenyeji wote wa nchi hii watasikia habari hii, nao watatuzingira na kulifuta jina letu katika nchi. Nawe utafanya nini kwa ajili ya jina lako kuu? Walikuwa wanajua tuko juu ya uso wa nchi kwa sababu Mungu ametupreserve. Kwa hivyo bila